Zaidi ya wanafunzi 1500 wa shule ya sekondari Malama iliyopo katika mamlaka mji mdogo wa Mbalizi mkoani Mbeya wako hatarini kukumbwa na magonjwa ya mlipuko kutokana na kutumia miundombinu haba na mibovu ya vyoo. Mwalimu Neema Mwakimenya ni mkuu wa shule hiyo, anasema Malama sekondari kwa sasa ina upungufu wa matundu 16 ya vyoo kwa upande wa wavulana na kwamba miundombinu inayotumika haiko kwenye hali nzuri, huku wazazi wakieleza hofu yao kwa afya za watoto wao. Watoto kwa kweli choo wanazozitumia, mimi ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza kufika hapa, nimeshangaa mpaka nimeogopa kwamba kama watoto wanakuja kwenye vyoo kama hivi na wanarudi ni wazima, nimeogopa. Hasa changamoto iliyo kubwa ni matundu ya vyoo. Shule ina upungufu wa matundu 16 kwa wanafunzi wa kiume au wavulana. Kwa upande wa wasichana hatuna changamoto, matundu ya vyoo yanajitosheleza na mengine yanabaki kwa idadi yao. Shule ina upungufu wa samani, yani viti na meza 673. Ili kuinusuru hali hiyo, mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa anayewakilisha mkoa wa Mbeya, Ndele Mwaselela, ameelekeza kuanza ujenzi wa vyoo vya shule hiyo kuanzia wiki ijayo na kukamilisha ndani ya wiki moja, ikienda sambamba na kumalizia vyoo vilivyoanza kujengwa. Hapa mna vyoo vya wavulana viko 10 vinatakiwa 22. Upungufu wa matundu 16. Nimwambia wavunje hivyo hapo hivyo, vinatutia aibu. Au vipi? Safi kabisa. Jumatatu nimeagiza fundi aje hapa, shimo liko hapa. Njooni hapa mumsaidie fundi kukoroga matope. Mko tayari kubeba tofali? Ndio. Wangapi wako tayari? Mwenyekiti wa kitongoji, silipi mimi ndio kuleta fundi wa kujenga na kupigilia. Silipi kibarua hata huyu mmoja. Wewe na kamati yako njooni hapa, mkishindwa beba wewe uliopewa cheo na kamati yako mliopigiwa kula. Pamoja. Hapo vipi? Kiongozi asiyeonesha mfano hafai kuwa kiongozi. Tumeelewana? Muambie Mwaselela anataka matendo. Anataka? Matendo. Lakini nataka nione watoto wanajisaidia wapi. Cha matundu 12 wanaanza Jumatatu operation hiyo, na nimemwagiza mwenyekiti wa kitongoji na mheshimiwa diwani wale kambi hapa ndani ya wiki moja hicho choo kio kimeshakamilika. Wakishindwa wao wenyewe huko mtajua cha kuwafanya. Wakati huo huo, shule hiyo imepokea madawati 200 ili kupunguza mzigo kwa wazazi, kuchangia shilingi 50,000 kwa kila mmoja kutokana na upungufu wa madawati zaidi ya 600 uliokuwepo hapo awali. Tulipata changamoto sana kwamba tulishindwa kufanya mtihani pale ambapo hitajika madarasa 4 yafanye mtihani. Ilishindwa kwa sababu hitajika madarasa 2 yapumzike kwanza na 2 yafanye mtihani kwa sababu ya uhaba wa viti. Lakini tunashukuru serikali kwa ujumla kwa sababu madawati haya yataenda kutusaidia katika kukuza taaluma yetu, pia yatatufanya tusome katika mazingira mazuri na mazingira stahiki kwa mwanafunzi kujisomea ili kupata ufaulu bora. Tumeleta dawati hapa, kama hazitoshi watuambie hazitoshi, tuwachangie tena. Asante. Hakuna wananchi kuchangia dawati kata ya Msalala. Si mmenielewa vizuri lugha yangu? Hayupo mwananchi kuchangia dawati kata ya nini? Ya Msalala. Anakoishi nani? Mneki. Marufuku kuchangia dawati.